tukafikia akanyosha nyumbani kwa baba. Yeah. Tarcisse Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Tarcisse Hope Ministry TV turabaramukije aho muherereye hose, haba muri Amerika, muri Aziya, muri Europe ndetse na ni wacu muri Afrika. Turabaramukije mwese. Nkuko mutubona twicaye hano, tusanze uyu musore wacu yicurukiye. Ego kuri micro mumenyereye ku izina ryanjye nitwa Bizimana Bienvenue, benshi bazi ku izina rya Tony. Nkaba shimye ko tuganira n'uyo musore mubona hano, dusanze hano hambavu y'amakara. Reka duhe akanya kiwe atwibwire akazina kiwe, atwibwire naho asanzwe aba. Ego murakoze, kaze mushitsi. Ego ku mazina banyita Nishimwe Abdul Karim. Nkaba mu quartier benshi banzi ku izina rya Ervan. Yeah. Nkaba nsanzwe mbanga inyuma gato. Ego twumva uvuga akazina keza Arvan. Arvan urazi Kiswahili burya? Ervan. Urazi Kiswahili? Ndagerageza tu. Ego mapenzi watazamaji wa Tarcisse Hope Ministry TV, jinsi mnavyotuona hapa tumepata kijana mdogo sana, tunamkuta na ikaa hapa kwenye kikao cha watu ambao wanachuza mkaa. Tumependa tuongee naye. Arvan. Yes. Ervan, ungisabia tuambia jina lako, unaishi hapa mtaa wa Kinama? Ndio. Quartier gani? Hapa Bukirasazi. Bukirasazi. Yeah. Sasa Ervan, tunaweza tukakuuliza swali mingi lakini sio mingi sana. Tunaweza tukakuuliza swali yenye inaendana na mambo ya maisha. Jo, sisi Tarcisse Hope Ministry TV tukiona kijana kama wewe unaikaa hapa, una kazi, kisitevyo kuona unafanya sana mtu ambaye ana mawazo mengi. Je, una mawazo mengi kisitevyo kuona unaikaa? Ya, kiufupi Waswahili ndio walisema kwamba silia mkoba inajua naye bebaye. Ya. Kwa kuwa nimeketi hapa, kwa kweli haujadanganya na mawazo kibao sana. Japokuwa sina mtu ambao naweza nikaelezea hisia zangu ili aweze kunielewa. Yeah. Sasa hivi sisi tunapenda hata tujue, tusikie tatizo unazo. Juu Tarcisse Hope Ministry TV ni ministry inayosaidia watu wenye wajiwezi, ni wetu ambayo inasaidia wagonjwa, wafungwa, bote pia na wengine watoto tofauti. Sasa kwa hiyo wewe tumesikia, tumekuona unaikaa namna kama vile, tumependa tukuulizie, tuzungumze, wenda watazamaji wa Tarcisse Hope Ministry TV gisi wanavyo weza kusaidia watu, wenda wanaweza kusikia tatizo unayo ili na wenyewe wakatoa msaada wako ili usaidiwe. Unasikiaje kwa kutuambia tatizo unayo gisi wanavyozungumza eti mkoba siri ya mkoba najua mwenye nayo. Sasa kwa hiyo sasa tunapenda tunakuomba, sio kulazimisha, tunakuomba na sisi tuweze kujua hiyo siri ili na watazamaji wa Tarcisse Hope Ministry TV waweze kusikia hiyo shida, tatizo unayo. Ndugu yangu, tatizo gani unayo? Ya, kiufupi historia yangu naweza nikakuelezea kwamba ilianza mwaka 1999. Unajua kwa nini nakwambia hivyo? Ndio. Ndo mwaka ambao mimi nimezalikiwa. 1999. Yeah. Ndo kazaliwa. Ndo nimezaliwa. Ndio kabisa. Hapo pa Burundi? Hapana. Umezaliwa nchi gani? Ya, nimezaliwa nchi ya Tanzania. Ya, mtaa wa Kigoma, Tabora. Mkoa wa Kigoma. Ya, Tabora.
ndo nikazaliwa pale mwaka 1999. Lakini uko mwenyeji wa kutoka Burundi? Ya, babangu ni Murundi, mamangu ni Murundi. Kwa ujumla familia yangu. Sasa wazazi kusema wafike Kigoma, walifika Kigoma juu ya maisha au juu ya vita? No, baba yangu alikuwa ni mfanyabiashara kule Tanzania. Ya. Kabidi sana mwa mkaenda kuishi huko. Sio kwamba sisi tumeenda kuishi huko, tumezaliwa kule. Tumezaliwa kule, sasa vyozungumza. Ya. Wewe ndio mtoto mkubwa wa familia yenu? Hapana. Kuna wengine wakubwa? Wapo. Wao wengine wao wakubwa wamezaliwa Burundi? No, wote wamezaliwa kule Tanzania. Ya, mmoja ndo anayenifuata mimi ndo kazaliwa Burundi. Ya. Sasa kwa hiyo umeweza kupata changamoto mwaka gani sasa? Ya, naweza nikakuelezea kwamba changamoto za maisha yangu nimeanza kuzielewa na kuziona vizuri mwaka 2006. Ya. Ndio kaanza kujielewa changamoto mondani na kuziona. Ya. Which means zimeanza toka zamani, lakini wewe kuziona, uliziona sasa unaanza kujielewa kwa mtu mkubwa. Yes, of course. Sasa kama changamoto uliojielewa ukaona changamoto gani? Ya, kwa kweli za nyuma ni kama vile hadithi nilihadisiwa, lakini mwaka 2006 naweza nikakuelezea kwamba ni changamoto ambazo mimi nimepitia, nikaziona na nikakaa nazo muda mrefu hadi sasa nikiwa nimeketi hapa. Ujue nilikuwa nimefikiria mengi ambayo yameshatokea kitambo, lakini ile tu kukumbushia, ndio maana umenikuta hapa nimekaa na ya, naweza nikasema mwaka 2006 mimi ndo nilikuwa naanza kuwa na akili, naanza kuona kibaya, kizuri. Ya. Kiufupi nisizunguke, sisi tumezaliwa tuko watoto 5. Ya. Vijana 2 na wadada 3. Ya. Ndio umezungumza kwamba umezaliwa mko watu 4. Vijana 2 na wadada 3. Sasa hivi mko watoto 5. Ya. Wote wapo? Wapo. Sasa watazamaji wa Taasisi Hope Miss TV wanahitaji kusikia changamoto uliyopitia kakangu. Changamoto ipi? Ulizungumza kwamba ya nyuma inaweza kuwa ni hadithi, lakini na wewe umehadisiwa. Ndio. Hiyo ambayo umehadisiwa unaweza kuituambia kisha na ukatuambia na yenyewe umeona. Yeah. Asante. Okay. Watazamaji, naweza nikawaambia kwamba hii ni historia ya kweli. Sio kwamba wapo wengi sana wanafanya vipindi mitandaoni kwa kutafuta kiki kwa watu, lakini hii ni historia ya kweli ambayo mimi nimepitia. Ya. Kiufupi mimi nyuma kidogo kabla 2006 haijaenea, nimehadisiwa kwamba babangu ni mzaliwa hapa Kanyosha. Ya. Bujumbura. Ndo amezaliwa. Ni mtu ambaye alikuwa akifanya kazi zake nje ya nchi, nchi ya Tanzania. Ya. Mamangu amezaliwa na yeye hapa Kanyosha, ila sehemu ambapo inaitwa Busoro. Ya. Pia ni Kanyosha. Ya, Kanyosha pale. Busoro. Ya. Lakini sijui baba na mama wamekutana kivipi. Ya. Lakini mimi nimezaliwa Tanzania na ndugu zangu. Mwaka 2002 ndo tumerudi Burundi. Ya. Mwaka 2002. Sasa hivi hiyo kipindi kwa miaka 3. Tujue umezungumza kama umezaliwa mwaka 1999. Ndio. Ya. Mwaka 2002 ndo tukawasili Burundi. Tukafikia Kanyosha nyumbani kwa baba. Ya. Lakini kipindi hicho mimi nilikuwa ningali mdogo sana. Ya. Ni kwamba hii historia ni vile nimehadisiwa, kipindi nilikuwa shakuwa na akili kidogo. Ya. Mwaka 2002 tumekaa Bujumbura. Ya. 2005 ndo wakamzaa mdogo yangu anayenifuata. Mtoto ambao naweza nikasema ndo wa mwisho kwetu. Kwa sababu
wapo wengi zaidi yake wamezaliwa huko nje, lakini nitawaambia. Ndio kabisa. Yeah. Kiufupi mwaka 2005 ndo mdogo wangu kazaliwa. Lakini mwaka huyo baba alikuwa hayupo. Alikuwa amesharudi kikazi. Mwaka 2006 nakumbuka kwamba ndo mwaka wa mwisho mimi kukaa na mamangu mzazi. Yeah. Bado tukaendelea kuishi. Mwaka 2007 baba yetu mdogo akaja, na alikuwa akitoka Tanzania. Akawasili tena Burundi. Akafika na kutuelezea kwamba baba yetu kashafariki. Lakini sisi tulikuwa tungali wadogo sana. Hiyo tulichukulia kama kawaida, kwa sababu tumekomaa, hatuishi na baba, tunamuona mara chache, lakini tulivumilia. Yeah. Mwaka 2007 baba yetu mdogo alitutelekeza, akatupeleka mbali sana. Tukaenda kukaa hapa Nyanzarake. Nyanzarake mkoa Makamba. Yeah. Ndo pale pale city pale kusantre. Yeah. Kuna quartier moja hivyo wanaita Swahilini. Napaona pale. Yeah. Ndo sehemu ambapo tulikuwa tukiketi, tukikaa na mama yetu mdogo ambaye ni ndugu yake ya mama yangu. Yeah. Lakini kiufupi naweza nikakuelezea kwamba Mungu ana yake. Kwa sababu kuna wengi wanapanga haya, Mungu naye anapanga haya. Kwa sababu sio kila mtu unayemuona ufikiri kwamba ni mzuri kwako. Hapana. Naweza nikakuelezea kwamba tumeishi maisha mabaya kinoma. Tuliishi maisha mabaya. Kiufupi siwezi nikakudanganya. Lakini nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa kwa sasa niko hai. Na pia natambua maisha yako vipi. Pia natambua dunia iko vipi, kwa sababu kwa sasa nina miaka 26. Nishaelewa kipi kizuri. Changamoto yenye umepitia ndani tumeisikia. Kabla hujao mkubwa, kabla hujajielewa, umetuhadisia hadithi yenye na umehadisiwa. Sasa hivi tuambie, nyuma ya hapo aliyokukuta wewe ushajielewa ni yapi? Ndio alionikuta mbele ya hapo. Ya mwaka 2009 baba yetu alikuja kutoka Tanzania. Ndio. Kafikia hapa Bujumbura nyumbani. Kaulizia watoto wake wako wapi. Kapata habari kuwa sisi tuko Nyanzarake. Yeah. Baba yetu alifanya jinsi yote ili atufikirie pale ambapo ametupeleka. Akafanya nguvu yote. Mwaka 2009 akafika Nyanzarake. Lakini mimi nimechukulia poa kivyangu, kwa sababu nimemuona. Kwanza sikuamini kama ni babangu, kwa sababu miaka iliyopita nyuma walituelezea kwamba kashafariki. Yeah. Yani mimi niliona kama kawaida. Yeah. Lakini kwa sababu damu ni nzito kuliko maji. Ulijisikiaje kumuona mzazi ndo yanafika anajitambulisha kama ndo babako kipindi kile na wewe umeambiwa kama kafariki? Umejisikiaje kwa hiyo muda? Kiufupi nilikaa na huzuni kwanza na nikalia. Kwa sababu gani? Nimeangalia kwanza mateso nilikuwa nakaa ndani, alafu nakuja kusikia kwamba nina baba. Yeah. Alafu unajua baba ni mtu ambaye anakuwa sana makini na wanae. Yeah. Kifupi nilifarijika, pia nikahuzunika kwa kuona mama ametutelekeza na kuhadisiwa ya kwamba sisi hatuna baba tena. Alafu baada ya miaka tunakuja kumwona baba yetu. Ni kitu ambacho kilinipatia funzo na kujutia kidogo kwamba kwa nini nilizaliwa kwa familia ya aina hii. Unaona? Lakini nilivumilia kwa sababu ni baba. Pia
pia ni damu zikishakutana lazima. Ndio kabisa unazozungumza, lakini umezungumza kwamba nimejuta kuona nimezaliwa katika familia kama hii. Umejutia nini? Familia hakuipenda? Sikufurahia kwa sababu gani? Unajua kuishi una wazazi ambao wanaenea wako hai, baadaye ukapewa taarifa kwamba wazazi walifariki na wakati wangali hai. Sasa ulipewa taarifa kwamba mzazi wako kafariki, unaambiwa na shangazi na mjomba au marafiki au majirani? Alikuwa ni baba yetu mdogo ambaye anafatana na baba. Kwa sababu walikuwa wakifanya naye kazi huko Tanzania. Yeye kipindi anarudi Bujumbura ndo akaleta hiyo habari kwamba baba yetu kashafariki. Na ndo maana kwa ukawa na huzuni sana kuona mzazi kama babako mdogo kuambia kama baba yenu mzazi kafariki, afu sasa hivi mkamuona mzazi anafika, ikawa huzuni na ikawa kuona kujutia kwa nimezaliwa mwa familia ya uongo kama huyo. Kwa sababu nikiangalia maisha nilikuwa nikipitia, simuoni mama, japokuwa ni mama yeye mtu pekee tulikuwa tukitegemea. Kipindi kile wanatuelezea kwamba baba kashafariki, nimekaa nikafikiria, japokuwa ningali mdogo sijaelewa mengi zaidi, lakini ilinipa huzuni sana kwa sababu baba ni muhimu sana, mama ni muhimu sana. Alafu nakuja kulelewa na mtu ambayo sijui, unaona? Na hadisiwa kwamba ni mamangu mdogo, unaona? Hiyo kitu nikavumilia hivyo, ila namshukuru Mungu baba yetu. Maisha nilikuwa ninayo kwa kipindi hicho yalibadilika kidogo kwa sababu sasa hivi unazungumza hivyo baba mama, hicho kipindi mama alikuwa yupo au kashafariki naye? Mama hajafariki. Yupo. Sasa hivi yuko wapi? Kashaolewa na mwanaume mwingine. Hicho kipindi hicho mnaenda kuelewa na baba mama yenu mdogo anayoishi Nyanzarake. Baba mama yenu akashaenda kuolewa? Ndio, alikuwa shaenda. Sasa kwa nini mama yenu akawatupilia akashinda kuwalea? Hapo ndo sijui, kwa sababu ndo nimekuelezea kwamba siri ya mkoba inajua naye bebaye. Sijui ni kipi ambacho kimesababisha yeye aolewe na mwanaume mwingine afu sisi watoto wake atutelekeze. Hicho kipindi kile ulikuwa Nyanzarake kwa huyo mama yako mdogo, mama hakuweza kufika sehemu kama hiyo kuwaona watoto gisio wanavyoendelea maisha yao? Unaponiona kwa sasa nimekwambia kwamba nina miaka 26. Mamangu mzazi nilikutana na mara ya mwisho mimi kumwangalia mpaka sasa unavyoniona hivi mwaka 2006 ndo mwaka wangu wa mwisho nilimuonaka. Hivi tuko mwaka 2025, sijui mama yuko wapi. Sasa hivi miaka 9 hujui mzazi yuko wapi, hujui mzazi anafanana aje? Ndo sijui kabisa kwa sababu ni miaka mingi sana. Naweza nikakuelezea kwamba kipindi hicho baba anakuja, ametuchukua akaturudisha hapa Bujumbura. Tukafikia hapa kwa bibi yetu mzara baba. Tumekaa naye, ndiye aliyetusomesha. Unaona? Ndiye aliyejali maumivu yetu. Sasa hivi bibi yenu angaliki au ashafariki? Kitambo. Hivi ni miaka 3 hivi. Kwa sababu miaka 2 kafariki mwaka 2023. Ndio umezungumza kwamba mumeenda kuishi Nyanzarake na kwa mama yako mdogo. Nani kaja kuwachukua kwa mama yenu mdogo? Umezungumza ni baba. Akaja kawaleta hapa Kanyosha Bujumbura. Nyuma ya hapo bibi naye akaja kachukua watoto. Akawachukua kwa baba. Aliwachukua kwa baba, baba ndo anamkabidhi bibi mza baba kwamba ni leo watoto, au bibi ndo akaja kawachukua bila taarifa ya baba kwamba una uhuru kuchukua watoto wangu? Hapana. Pale kwa bibi ni sehemu ndo baba alikuwa akiishi. Na zamani kabla tujaondoka tupelekwe mbali ndo tukikaa na wazazi. Yaani ina maana baba alitutoa huko tulipotupiliwa akaturejesha nyumbani. Ndo naweza nikakuelezea hivyo. Sasa hivi unavyozungumza kwamba una huzuni kuona umezaliwa katika familia kama hii,
Sasa hivi tumekuta hapa umejitekeza mwenyewe na mawazo mengi sana. Kwa hiyo muda tumekuta hapo, ulikuwa unawaza mawazo gani? Unajua kiufupi, sio mimi na matatizo kama haya kwa hii dunia. Ya, unajua nilitembea sana, japokuwa sijafika mbali. Ni mengi sana ambayo nahitaji kufanikiwa. Ya, nahitaji kupambana kiasi na uwezo wangu, ili na mimi nione kama nitaiokoa familia yangu. Yani na sisi tuishi maisha mazuri. Ya, cha pili, unaona ukiangalia Bujumbura, kama focus na maisha, hauwezi ukala, hauwezi ukaishi. Ya, kwa sababu hapa tuko city, ni lazima upambane, utafute. Ya. Sasa hivi wewe unashughulika kazi gani sasa hivi? Ya, sasa hivi naweza nikakwambia niko mkulima. Sina kazi ambayo naweza nikasema hii ni kazi ambayo inanipatia. Ya, nakula kwa sababu nimepambana, nimefumuka jasho yangu. Ya. Sasa ndugu yangu mpenzi, tunaweza tukafahamisha, tukawapa ukweli watazamaji wa taasisi Hope Mills TV. Umezungumza kwamba sasa hivi una familia, ndio vile. Sasa hiyo familia unaishi aje? Unashiriki na kazi gani? Hebu unazungumza kwa mkulima. Una mashamba ambayo unalima au unalima mashamba za wengine watu? Hapana, sina shamba. Unajua kwa nini nimekueleza kwamba niko mkulima? Ni kwa sababu kuna kitu wanaita address ya mtu. Sijui ana job fulani, atategemea pesa ya mwezi. Hapana, sina hiyo kazi. So kazi ya kila siku ambayo mimi ninayoifanya, ambayo inanipa ile kidogo, japokuwa ni kidogo tu, ila nashukuru Mungu kwa sababu ndo uwezo wangu. Ya, nafanya kazi ya studio. Na keti kwa rafiki yangu. Sio kwamba ni kazi yangu mimi binafsi, hapana. Kuna ndugu yangu hivi nasaidizana naye. Ya, ndio hivyo. Sasa hivi ushakuwa na familia, mzazi wako ashaona mkazana? Ya, kwa sababu mimi sijapenda maisha yangu yawe kama vile wazazi wangu. Hapana. Mimi japokuwa nimepitia wakati mgumu, wazazi wakanitelekeza kipindi ningali mdogo. Mimi sijapenda nitelekeze familia yangu. Hapana. Ndio maana nafanya chochote kile ili familia yangu ikae na furaha, ikae na amani. Ya. Sababu mnawasiliana kwenye simu? Baba? Hapana, kwa sababu naweza nikakuelezea kwamba na yeye pia kashakuwa na mwanamke mwingine. Ya. Ndio, inawezekana akawa na mwingine mwanamke mwingine, lakini akawa na ile mapenzi ya watoto wake. Ndio maana nimekuulizia hivi, mnawasiliana kwenye simu? Mbona sasa hivi biko wepesi kuwasiliana na mtu? Au wewe mwenyewe ukiwa una namba yake ya simu, ukimpigia simu anakupokea mkaongea? Unajua nikwambie kitu, yule mtu unakuwa naye mawasiliano mara kwa mara, ni mtu ambayo anakuwa kijali uwepo wako. Hauwezi ukawa na mawasiliano na mtu ambayo hajali uwepo wako. Ndio maana naweza nikakwambia sina mawasiliano naye, kwa sababu hakuna kitu ananisaidia katika maisha yangu, kwa sababu miaka yote mimi ninayoishi najielewa. Niliishi kwa kujipambania, kwa kujitafutia. Ya. Sasa hivi talent yako ambayo unayo katika maisha yako, unaweza kawa unatumika talent, maana talent unafikiri umeelewa ni talent gani? Kuna wacheza mpira, kuna waimbaji, kuna wafundi wanaotengeneza manyumba, kuna vimyozi. Ndio maana ya talent yako ni talent gani? Ya, nakuelewa. Talent yangu mimi, cha kwanza nahitaji kuwa mwanamuziki. Ya, ni kitu ambacho ni mfano wa njia ndefu sana niko naipitia. Na sijui kama nitafaulu. Kwa sababu gani nakwambia hivyo? Sina support, sina pesa. Na ukiangalia wanamuziki wengi
wanaishi kwa sababu ya pesa. Kama una pesa huwezi kuwa mwanamuziki. Yeah. Ndio maana naweza nikakwambia kwa talent yangu nahitaji kuwa mwanamuziki bora, watu wengi wanipende, pia na mimi niwapende, niwape vitu ambavyo watafurahia navyo. Kwa sababu mwanamuziki ni message fulani, ni message anapatia watu, na watu wale wakishaifurahia ndio wanasupport mtu. Yeah. Sasa hivi watazamaji wa Taasisi Hope Ministry TV wako na kufuatilia kipindi chako. Anayejitokeza akazungumza, mimi nimesikia tatizo kijana kama huyo anayo, nina uwezo wa kusaidia. Unaweza kumpatia welcome kwa kukubali kusaidia msaada wako ambao unaomba. Je, huyo msaada wako unaomba wa kuwa unaweza kuimba lakini uwezo ndio hauna? Huyo mtu akitolea ili akupe muziki umoja kwa uwezo wake, unaweza kumkubalia huyo muziki kwa kumtolea? Yes, niko tayari kwa sababu natamani sana nipate mtu ambaye anaweza kanisupport. Natamani sana nikaingie studio niachie mwimbo wangu ambapo nitajisikia faraja sana kwa kipaji changu, japo mara moja kuna watu ambao wamenisupport. Naweza nikafarajika sana zaidi. Sasa unaweza ukatoa faraja kwa wale watu wakutizama, wenda wako na matatizo kama hii tatizo yako unayo, kisa vyozungumza kwamba mimi nina miaka sasa hivi 9 sioni wazazi wangu, na kuna wengine wako na miaka 3 lakini washatupa kitumaini kwamba ni watoto wa barabara, ni watoto yatima, japokuwa hawezi kuwa watoto yatima. Wenyewe wanaweza kuwafariji na mnaje? Kiufupi ningewaambia kwamba wasikate tamaa, kwa sababu Mungu hana mambo yake. Leo unaweza kuwa unafikiria kwamba wewe hutotoboa, lakini Mungu anafanya yake, ana njia zake, ana mipango yake kwako wewe. Ila tu ningekwambia kitu kimoja, omba Mungu, ufanye ibada sana, na uweke nia kwa malengo yako ambayo unahitaji kufikia. Kiukweli utafaulu, kwa sababu Mungu hajawahi kumtupa mja wake. Kila wakati anakaa na wewe, kila muda anakuona, unayopitia yote anakuona tu. Ndio maana naweza nikakwambia focus na maisha, muombe Mungu sana, na uweke nia kwa kile ambacho unachokiweza unahitaji kufanya kuwa. Naweza nikakwambia kwamba utafaulu katika maisha. Sasa hivi lakini umezungumza kwamba mko watoto 5. Hao watoto 5 mnashikamana katika mapenzi yenu? Naweza nikakwambia hatujawahi kutengana hata siku moja. Nikipata, akipata, so ananiambia, na hajawahi kufanya jambo lolote bila kunishirikisha, kama ni mkubwa kama ni mdogo. So sote tuko kitu kimoja. Tunashukuru. Wapenzi watazamaji wa Taasisi Hope Ministry TV, tunawashukuru sana kwa gisi mliweza mkaacha kazi zenu mlikuwa mnafanya, na wengine walikuwa na program ya kwenda sehemu tofauti wakasimamisha program zao ili waweze kufuatilia kipindi chetu cha siku ya leo cha ndugu yangu mpenzi. Gisi mlimuona hapa, aliongea mengi aliyopitia na sasa hivi angalika napitia, na anaomba watazamaji wa Taasisi Hope Ministry TV muweze kumsupport ili na yeye aweze kuwa na maisha mazuri gisi na mweye muweza kuwa na maisha magumu lakini mkawa mmeyatoka hemo mkafika maisha mazuri. Na mmeweza kumsikiliza gisi ana talent ya kuimba lakini hana uwezo wa kutoa nyimbo zake na msaada wa kutoa mavideo wenda audio zote. Ameweza kuongea kwamba anaomba msaada watazamaji wa Taasisi Hope Ministry TV. Tunawashukuru sana kwa sehemu popote mlipo, na tunawazidi kuambia muweze kufanya like kwa kiganiro chetu tuko tunawapatia, pia na partage kwa ndugu zetu na ndugu zenu, ili tuweze kufikisha habari ya huyu kijana wetu ambayo tutangazia kwa muda huu. Tunawashukuru sana, asanteni. Chao chao.
Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.